والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu wa kata hii Nyaruzumbura, msikiti wa Kabingo, ni nafasi nyingine tena ambayo Allah Jalla wa Ala ametujalia kukutana. Nadhani ni ndani ya mwaka huu nilipata fursa ya kupita, ilikuwa ni ziara fupi, lakini nilipopata sababu ya kurudi tena huku nikasema niandae muhadhara tupate kukumbushana. Ndugu Waislamu, katika muda huu wa kama saa moja hivi na sehemu kidogo, kama Allah Jalla wa Ala atatubarikia katika muda wetu, na kusudia tukumbushane kunako jambo muhimu sana, jambo ambalo linagusa neema kubwa miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Nimechagua anwani ya mazungumzo yetu kwa muda huu ya bebe anwani asbabu salahil abna, sababu za kupata mafanikio kwa vizazi vyetu, sababu ya kupata au za kupata watoto wema. Ndugu Waislamu, miongoni mwa neema kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mja wake yoyote, ni'matu salahil aulad, ni Allah kukupa neema ya kupata watoto waliokuwa wema. Katika maisha ya mwanadamu, miongoni mwa vitu vya muhimu ni kupata ndoa, ni kupata mke, na mke naye kumpata mume. Neema hii inapopatikana, linakuja jambo la pili. Ndani ya neema hii ya ndoa tunatamani kupata neema ya watoto, lakini watoto hawa inazidi kuwa ni neema kubwa zaidi pale watakapokuwa ni watoto wema. Kwa hiyo tunasema miongoni mwa neema kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahul auladi wadhurriya, ni kujaliwa ukapata watoto waliokuwa wema, ukapata kizazi kilichokuwa chema. Fabisalahihim yanalul abawaini birrahum, watoto wanapokuwa wema, huyu mzazi anapata wema wa watoto, anapata manufaa kutoka kwa watoto, anapata taa kutoka kwa wanaye, anapata wema na manufaa katika dunia yake. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa neema kubwa ambazo yatakiwa tukumbushane na tuwe tunazijua ni neema ya salahul auladi, watoto wetu kuwa ni watoto wema. Tutaishi na maudhui haya, na muhadhara wangu huu au darasa hii nitaiweka katika nukta na vipengele, iwe ni rahisi kukumbuka na kuzingatia. Huu ni utangulizi katika mambo ambayo anatakiwa mzazi yoyote kuyajua. Wema wowote ambao unaufanya wewe kama mzazi katika kuwalea watoto wako, juu ya wema huo, kwa mfano unaswali ukawalea watoto wako katika kujua umuhimu wa swala, unatoa sadaka ukawalea watoto wako katika umuhimu wa kujua kwamba sadaka ni kitu cha thamani. Wema wowote unaofanya kama mzazi mbele ya watoto wako, tambua wema huo utakuwa katika mizani ya hasanati zako siku ya Kiyama. Vile unavyowalea
ukawafundisha kuswali, ukawafundisha matendo yaliyokuwa mema, ukawakataza matendo yaliyokuwa mabaya, ukawafundisha kufanya kheri kwa watu, vile wakiendelea kufanya inakuwa ni sehemu ya matendo yako baada ya kuwa umeondoka hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa alawfa. Allah anatukumbusha katika aya hii kwamba mwanadamu hatoambulia isipokuwa lile alilolifanya mwenyewe, lile alilolifanyia juhudi, lile ambalo amewekeza katika hilo. Wa laysa lilinsan ay amama Allah, hatopata mtu mbele ya Allah jalla wa ala katika malipo yake illa ma saa, isipokuwa lile alilolifanyia juhudi ndio atakaloambulia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na hizi juhudi zake zitaonekana mbele ya Allah katika malipo, kisha Allah jalla wa ala amlipe malipo yaliyokuwa kamilifu. Ndugu zangu Waislamu, unapomuandaa mwanao aje kuwa ni mtoto mwema, unapowaandaa watoto wako waje kuwa ni watoto wema, basi amali zao zote, matendo yao mema yote watakayofanya, ibada zao zote watakazozifanya, tajidu dhalika fi mizani hasanati, utayakuta hayo katika mizani ya mema yako. Wakiswali, wakisujudu, wakimsabihi Allah, wakisoma Qur'an, wakiamrisha mema, wakikataza mabaya, wakitoa sadaka, wakifanya kheri katika jamii, wewe una pasenti yako pale inasoma katika mema yako siku ya Kiyama. Ndugu zangu, unapomuandaa mtoto wako kuwa mtoto mwema, kisha wewe ukaondoka hapa duniani, manufaa ya watoto wako yanaendelea kukuhendo, akaunti yako inaendelea kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameisimlia sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah, anasema ya kwamba asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath wa dhakara minha au waladin salihin yad'u lahu. Mtume anatuambia mwanadamu anapofariki akaondoka hapa duniani, inqata'a amaluhu, matendo yake yote yamekoma, hana mambo ya kufanya apate kulipwa kwa sababu ashakufa. Illa min thalathin, isipokuwa kutoka katika mambo matatu malipo yake yanaendelea. Katika hayo matatu akataja Mtume sallallahu alaihi wasallama, au waladin salihin yad'u lahu, au aliacha mtoto mwema ambaye anaendelea kumuombea. Unampata vipi mtoto mwema atakayekumbuka kukuombea dua? Ni yule uliyemuandaa mapema ukiwa hai, ukamrithisha dini, akaijua akida yake, akamjua Mola wake, akajua thamani ya mzazi, akaja kuwa ni mtu mwenye kufanya mema. Huyu ndiye atakumbuka kwamba baba yangu alikuwa ni wa thamani kiasi gani, akakumbuka kukuombea dua. Ndugu Waislamu, vile vile imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, hakika mambo ambayo anayapata muumini baada ya kufa, min amalihi, katika matendo yake, wa hasanatihi, na katika mema yake, baada mautihi, baada ya kufa kwake, akataja waladan salihan tarakahu, mtoto mwema aliyemwacha. Kwa maneno haya nadhani kila mmoja anajaribu kupata shauku, kwa sababu kufa kupo, ni lazima. Sasa kama kufa kupo na ni lazima, tunapokufa matendo yetu yamekoma, hatuna mengine ya kufanya, unatamani uwe na mtu ambaye anakufanyia istighfar, anakuombea msamaha, anakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unatamani, bali manufaa yake yataendelea na mzazi anaendelea kuvuna matunda yake hata katika janna. Sikwambii kaburini tu, huyu mzazi amefariki,
Allah jalla waala akamchagua, amekuwa ni katika watu wema, ameingia katika janna, bado huyu mtoto mwema, mtoto huyu anaendelea kumnufaisha mzazi wake. Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah anasimlia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha akasema, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, hakika mtu muislamu muumini aliyebahatika kuingia peponi, la turfa'u darajatuhu fil janna, atanyanyuliwa daraja peponi. Peponi kuna daraja, kama mnavyoona hata katika maisha yetu ya dunia kuna watu wanaitwa VIP, si ndio? Hata peponi kuna VIP. Sasa kuna mtu ameingia peponi ndio, lakini yuko level fulani ambayo ni ya kipekee. Sasa mtume anasema inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, hakika mtu atanyanyuliwa daraja yake peponi. Fayaqulu ya rabbi, atashangaa amuulize mola wake, ya rabbi, mola wangu, anna liya hadha, hii imetoka wapi? Mbona mimi napanda daraja hata sielewi? Allah jalla wala atamwambia, bistighfari waladika laka. Allahu akbar. Haya ni matokeo ya istighfari ya mwanao huko duniani, anakuombea msamaha. Ndugu zangu Waislamu, huu ulikuwa kama utangulizi. Tunayaendea mambo ambayo ni sababu ya kupata salahu dhurriya, kizazi kilichokuwa chema. Katika mambo yajulikanayo kwa dharura, katika mambo ambayo sote tunakubaliana ni kwamba kullu tijaratin kabira tahtaju ila sabrin wa ta'bin, biashara yoyote ambayo ni kubwa, uwekezaji wowote ambao ni mkubwa, unahitaji subira, unahitaji uvumilivu, unahitaji ufuatiliaji, unahitaji upate tabu. Yani unapochukua mtaji mkubwa ukainvesti pahala, wakati mwingine hata kulala haulali vizuri, unawaza hizi pesa nilizoingiza hapa zitatoka? Kwa hiyo kama ni kwenye shamba umeziingiza, basi inatakiwa uwe makini, uhakikishe hakuna manyasi, magugu yanaweza kuharibu mazao yako, uhakikishe ardhi ile hakuna wadudu, utaweka dawa za wadudu, utaweka mbolea, utapalilia, yani uko katika ufuatiliaji. Kwa nini? Kwa sababu ni uwekezaji. Sasa kama ndivyo hivyo, inatakiwa mzazi au mlezi afahamu anna tarbiyatal abna, kwamba kuwalea watoto ni uwekezaji. Na kama ni uwekezaji tena ambao ni mkubwa, yahtaju ila ana'in wa ta'bin. Uwekezaji huu una tabu. Uwekezaji huu una mazito yake, una magumi yake, sio tu mwepesi. Na hasa katika zama tulizo nazo, zama za utandawazi, zama ambazo dunia imefunguka, zama ambazo dunia ina mpango mkakati wa kuharibu watoto wetu, na hasa watoto wa Kiislamu. Sasa wewe mzazi Muislamu umewekeza kwa mwanao ambaye unataraji awe ni mtoto mwema, uje kunufaika naye katika dunia na hata baada ya maisha haya. Allah jalla waala katika Qur'ani anasema, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Sidhani kama kuna mzazi itampendeza Allah amemchagua yeye kaingia peponi, anamuona mwanae anaingia motoni. Haipendezi. Unatamani wewe na kizazi chako muwe peponi. Sasa unatakiwa uwekeze kikamilifu, unatakiwa uwe macho kikamilifu, kama vile umeingiza pesa yako katika biashara fulani, vile unavyokuwa macho, bali zaidi ya hivyo. Katika zama hizi ngumu tulizonazo, ndugu zangu, mipango mkakati ya waharibifu wanaolenga kuharibu maadili, wanaolenga kuharibu vizazi, wanaolenga kuwatoa watu katika kumwabudu Allah,
watu ambao wana mikakati kuhakikisha ulimwengu unaabudu sheitani. Tuna wakati mgumu sana wa kulea, na hasa katika mazingira mfano wa haya tuliyopo, yakisha kuwa ni mazingira ya mikusanyiko ya watu kutoka sehemu mbalimbali. Hapa penu nyinyi mlipo panaleta watu kutoka maeneo mbalimbali, si ndivyo? Kwa sababu ni machimboni, watu wanakuja wa tabia tofauti tofauti, moja. Lakini mbili, watu wanapata hela, na watu wakishapata hela, wasiokuwa na hofu na Allah wanakuwa ni waovu wa tabia. Sasa unamlea mwanao kwenye mazingira kama haya, maana yake inatakiwa uwe macho, lakini uwe na miongozo itakayokusaidia unaleaje. Ndio hapa tunakuja kuzungumza njia na sababu zitakazotusaidia kupata kizazi kilichokuwa chema, ili tusaidiane katika eneo hilo. Muzangu katika imani, pamoja na juhudi tunazozifanya, pia yatakikana tujue kwamba alhidayatu biyadillahi subhana. Uongofu uko mikononi mwa nani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kama mzazi fanya sababu, lakini ujue mwenye kuongoa ni nani? Allah jalla wa ala. Wajibu wetu sisi ni kufanya juhudi, kutengeneza sababu, kisha tukamwambia ya Rabbi, mimi nimefanya ninaloweza, naomba msaada wako. Na Allah atakuuliza kuhusu sababu. Bas, ulifanya sababu? Ndugu zangu, jengine kabla hatujaanza kuzitaja hizo sababu, ni lazima vile vile tutambue anna muanati tarbiya, kwamba ile dhiki na tabu na machovu na usumbufu unaoupata katika tarbia, katika malezi, nau'un min aljihadi wat-ta'a, ni aina ya jihad, ni aina ya ibada. Fal'ana'u hadha la yadhi'u 'inda Allah. Dhiki na tabu unayoipata katika kumlea mwanao na kupambana atoke akiwa ni mtoto mwema haipotei kwa Allah. Kumwamsha mwanao alfajiri na wakati huu wa baridi ukamshika mkono ukaja naye msikitini, unaona ni dhiki, unamsumbua, lakini ndio unamlea sasa hapo aje kuwa ni mtu mwema. Kuhakikisha mwanao unamzuia baadhi ya mambo, anakuja kusoma madrasa, ni dhiki na ni taabu, sawa. Lakini kumfuatilia kila wakati, yuko wapi, yuko na nani rafiki zake, ni taabu. Lakini hiyo taabu yote na dhiki haipotei bure, ina ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, na bahati nzuri nafurahi kwamba muhadhara huu akina mama mpo, na nyinyi mna asilimia kama 70 kama sio zaidi ya hapo katika malezi. Kwa hiyo naomba mnisikilize kwa makini mno. Yako mambo ambayo tunataka tuyaeleze hapa, yatusaidie tuweze kupata hawa watoto wema watakao tuombea dua. Ukiyajua hayo, kwamba swala la kulea ni kuwekeza, moja. Lakini mbili, ukajua na ukazingatia kwamba juhudi na tabu na dhiki utakayoipata inaingia katika sehemu ya ujira na malipo yako, na kwamba upo katika ibada, basi utajitahidi kuongeza juhudi, utakuwa na ikhlasi, kwa sababu unapata malipo kwa Allah jalla wa ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, anasema dhiki yoyote inayompata Muislamu, Allah jalla wa ala anamwandikia malipo. Umepata jambo la kukuhuzunisha, moyo wako umesononeka, lakini umesimama kwenye mstari, Allah anakulipa. Lakini uhangaikaji wako wa kutafuta riziki ya halali, ziko za haramu unaziepuka, na pengine riziki yako ya halali inapatikana katika njia ngumu, unapata malipo kwa Allah jalla wa ala. Yana kupitia masaibu na misukosuko na misiba, unakuwa na subira kwa kumwogopa Allah, unapata ujira. Kwa hiyo hata misukosuko ya kupambana na mwanao, kumnyosha aweze kukaa vizuri, ina malipo na ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukiyajua hayo, lakini pia ukajua faida utakazozipata pale ambapo umefanikiwa, mwanao ameongoka. Una mtoto sasa amehifadhi kitabu cha Allah,
Una mtoto sasa anazijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Una mtoto anaswali swala 5 bila kusukumwa. Pengine una mtoto anaweza kuamrisha mema na kukataza mabaya. Una mtoto ambaye katika jamii wanajivunia wasema mashallah, mtoto wa fulani mashallah. Hii peke yake, hata kama kusingelikuwa na malipo kwa Allah, ni jambo unaweza kusema alhamdulillah, Allah kanipa kiinua mgongo. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Fakaifa utakapokuja sasa mbele ya Allah, huyu mtoto aliyehifadhi Qur'ani anakuvika taji, unapandishwa daraja, unauliza kwa nini? Unaambiwa ni istighfari ya mwanao. Ni furaha iliyoje. Sasa jambo kama hili, kama tulivyosema, mazuri yote yanahitaji juhudi na uwekezaji. Kadhalika natija hizi zinataka juhudi na uwekezaji. Ndugu zangu Waislamu, ili tufanikiwe sasa kuwapata watoto waliokuwa wema, watoto wetu waweze kuwa wema, yajibu alaina an naltazima hadiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fi taamuli ma'a as-sighar. Lazima tufate maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliamiliana vipi na watoto wadogo wa kwake na watoto wa masahaba, ili tuchukue muongozo hapo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi Waislamu kwa mtume wa Allah mna kiigizo chema. Sasa tumtazame mtume kama mzazi, kama mlezi. Unajua mtume ukimtazama katika kila nyanja za maisha yake unapata masomo. Ukimtazama mtume kama mwalimu utashangaa. Ukimtazama mtume kama mume, Allahu akbar, ni mume bora. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ukimtazama mtume kama baba utashangaa. Ukimtazama mtume kama kiongozi wa jamii utashangaa. Sasa leo tumtazame mtume kama mlezi, tujifunze malezi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuko pamoja? Kheri zinapatikana katika kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu muongozo wake ndio muongozo uliokuwa bora, na sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallama ndio sunna zilizokuwa bora. Ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama muamala wake na watoto wadogo mabniyun ala shafaqati warahma. Muamala wa mtume ilikuwa ni rahim, mpole, ana upendo. Ndugu zangu, katika mambo tunakosea kwenye malezi, maana sasa hapa tunafundana hapa kimalezi kwa mujibu wa Uislamu. Katika mambo tunakosea wazazi, walezi, kina mama, sikilizeni kwa makini. Katika mambo tunakosea ni pale tulipoamini kwamba maelekezo lazima yawe kwa adhabu, fimbo. Haya ni makosa makubwa sana. Ni pale tulipoamini kwamba mpaka uwe mkorofi, ufoke, uwe mkali ndio mtoto atakuelewa. Abadan. Kwa utaratibu huu hatuwezi kufika pahala tukayajua yanayowasibu watoto wetu. Huwezi kujua. Wakati mwingine anakutana na mambo magumu, lakini anasema naanzaje kumwambia baba? Unakuja kukutana bai mtoto ashaharibikiwa. Naanzaje kumwambia mama alivyo mkali namna hii? Kwa nini? Wewe umejifanya mkali. Mfanye mwanao kuwa rafiki, ili aweze kukwambia yake ya ndani, ili ukimpa nasaha iwe kama ni rafiki unamwambia. Sasa tujifunze kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi alikuwa malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Nimesema maongezi haya nitayataja kwa nukta, ingawa nasikitika kwamba mnanitizama tu na mlitangaziwa, sioni mwenye daftari anaandika, sioni mwenye kalamu. Sijui kama mtayazingatia yote, lakini ni darsa muhimu kweli kweli. Jifunzeni utaratibu mnapoitwa kwenye vikao kama hivi, njoo na daftari na kalamu. Haya si mawaidha, hili ni somo. Sawa Waislamu? Nukta ya kwanza katika malezi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ihtimamu bigharsi tauhidi fi qulubi nashia. Nukta ya kwanza, ewe mzazi, ewe mlezi kwa mwanao, unamtaka mtoto wako aje kuwa ni mtoto mwema,
wekeza katika kupandikiza tauhidi kwanza kwa mwanao. Pandikiza nini? Tauhidi. Tunaposema tauhidi, maana yake amjue Mola wake, aweze kumpwekesha Mola wake. Na tukizungumza tauhidi, kinyume chake ni shirki. Ajue kwamba ushirikina ni mbaya, ajue kwamba Allah Jalla wa Ala anazo haki zake. Miongoni mwa haki zake ni kuabudiwa pasina kushirikishwa na chochote. Haya mambo mtoto hayajui akiwa bado mdogo. Wa tarbiyatihim ala al-aqidati sahiha, na kuwalea watoto wetu katika itikadi iliyokuwa sahihi. Tunaposema akida, maana yake nazungumzia zile nguzo 6 za imani. Mtoto azijue, sio kuzijua kuziimba. Maana yake, faida yake, athari yake katika maisha yake ya kila siku. Amjue Allah, amuamini Allah, ajue kwamba Allah yupo. Allah ndiye aliyeumba kila kitu. Allah ndiye amesimamia mambo yetu. Allah ndiye anaturuzuku. Allah ndiye mwenye haki ya kuabudiwa pasina kushirikishwa na chochote. Ayajue hayo mtoto, ili atakaposikia huko mitaani kwamba kuna mwingine wa kuabudiwa, anajua hiyo ni itikadi mbovu. Ili atakapokuja kuambiwa kuna Mungu mwingine tofauti na Allah, anajua hiyo ni itikadi mbovu. Tuko pamoja? Kwa hiyo msingi wa kwanza ni kuwalea watoto wetu katika tauhidi iliyokuwa safi, katika akida iliyokuwa sahihi tangu wakiwa watoto wadogo. Hii ni msaada mkubwa ambao unaweza ukatusaidia kuwapata watoto wema. Haya ni maneno. Sasa nakupa ushahidi. Ushahidi anasimlia sahaba mtukufu anaitwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Ibn Abbas anasimlia tukio. Maanake tunasema tunamtazama Mtume, alikuwa ni baba na mlezi wa mfano kwa watoto wake na watoto wa maswahaba. Sasa huyu ni sahaba wake. Siku moja anasimlia Abdullah ibn Abbas, anasema kuntu khalfa an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Siku moja niko nyuma ya Mtume, tunatembea na Mtume, amenibeba katika kipandwa. Na hapa nisimame nikuulizeni swali. Ni lini umetembea na mwanao? Mmeongozana tu, aidha mnakuja msikitini au mnakwenda sokoni, umemshika mkono alafu unampa maneno ya busara ya miongozo. Lini? Haujui anatoka saa ngapi, anaingia saa ngapi. Wakati mwingine mnakutana kwenye chakula. Siku hizi hata kwenye chakula hatukutani, basi tu mnakutana asubuhi, anachomoka anakusalimia, huyo anaenda zake. Huna habari. Ni lini utakaa na mwanao kuangalia maadili yake? Ni lini utapata fursa ya kumpa nasaha? Abdullah ibn Abbas anasema nilikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, niko nyuma yake. Faqala, akasema kunambia, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, ewe kijana, mimi nakufundisha maneno, nakufundisha mambo. Yapi? Moja. Hebu sikilizeni maneno haya. Ihfadhillaha yahfadhuka. Mwanangu, muhifadhi Allah naye atakuhifadhi. Sikiliza hizi point. Hapa anapandikiza nini? Anapandikiza katika moyo wa huyu kijana kumjua Allah. Ihfadhillaha yahfadhuka. Muhifadhi Allah naye atakuhifadhi. Kumuhifadhi Allah ni vipi? Kuhifadhi zile sheria zake, faradhi zake, maamrisho yake, makatazo yake, yachunge. Moja hiyo. Mbili, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka wa fi riwayatin amamak. Muhifadhi Allah, utakuta amekutangulia kwenye mambo yako yote. Nasaha anampa kijana. Tatu, akamwambia idha sa'alta fas'alillah. Ukiwa na shida muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ukitaka msaada mwambie Allah. Unaona anavyomfungamanisha na Allah. Ukitaka msaada sio kwenye kaburi la wazee, sio kwenye mizimu, sio kwa masanamu, sio kwa mashayatin. La, idha sta'anta fasta'in billah. Ukitaka msaada, taka msaada kwa Allah. Kisha akamwambia, hapa anamfundisha kwamba wewe kama mwanadamu lazima ujaribiwe.
na lile alilolipanga Allah huwezi kulikwepa. Wa'lam, jua na uzingatie, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Fahamu na uzingatie kijana, lau dunia nzima wakakusanyika wakunufaishe na jambo, hawatoweza ila ambalo Allah kapanga tu basi. Na wakikusanyika kukudhuru, hawatoweza isipokuwa lile ambalo Allah alikwisha andika litakupata. Mafundisho haya ndugu zangu yanamfanya mtu anakuwa na yakini na Allah. Yanamfanya mtu moyo wake unakuwa umetulia. Leo tunaishi maisha ya kujiuliza maswali unapofikwa na mitihani. Allah anasema, hivi kwa nini? Kwa nini mimi? Hii imetokana na nini? Ndio hatukawi kusema hapa kuna mkono wa mtu. Iko wapi kuamini kadari? Tunasema nguzo 6 za imani. Nguzo ya 6, wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Kama wewe unaamini kadari, mbona ikifika jambo unasema hii imetoka wapi? Kwa nini mimi? Kuna mkono wa mtu? We ni nani usijaribiwe? Na Allah anasema wala nabluwannakum, tutakupeni mitihani na majaribu. Wewe unajua majaribu gani? Si anapanga tu mwenyewe mwenye kukujaribu. Kwenye mtihani mwanafunzi huwa ndo anaweka maswali. Mwalimu si ndo anapanga maswali. Wewe unapanga uulizwe nini? Sasa kwa Allah wewe unapanga akujaribu vipi? Allah anasema atatujaribu katika mali, katika nafsi, katika maradhi. Kwa hiyo kuna wengine mitihani yao ni mgonjwa tu, maisha yake yote ni mgonjwa. Ashaenda hospitali zote, hajawahi kupona. Ndio mtihani wake. Kuna mwingine mtihani wake ni kuhusu watoto, watu nao wazungumzia. Anaishi maisha ya dhiki na tabu, kisa na mkasa watoto. Aliyepata watoto imekuwa ndio mtihani. Aliyekosa watoto naye ndio mtihani. Na kuna wengine mtihani wake ni katika mali. Wala nabluwannakum. Kwa hiyo ukiwa unaishi na akida ya kwamba jambo alilolipanga Allah litakuwa tu, hakuna wa kulitengua, huwezi kupata tabu ya kwanza kwenda kupiga ramli. Nataka nijue hapa imetokea tokeaje, na unamuuliza mwanadamu mwenzako. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza katika malezi. Jambo la kwanza la kupewa umuhimu, tuwalee watoto wetu katika kuwafundisha itikadi yao ya Uislamu. Hizi nguzo 6 za imani wazijue kwa uzuri kabisa, itawapa msingi mzuri. Huko wanakokwenda, dunia wanayokwenda kuishi ni dunia ya watu wanaotaka kwamba pasiwepo kabisa na mtu mwenye imani ya kumwamini Allah. Wanakwenda watoto wetu kuishi katika dunia ambayo Masihu Dajjali anakuja. Umemwandaaje mwanao kuja kukumbana na fitna kama hiyo? Hilo ni la kwanza. Pana sahaba mwingine anaitwa Amru ibn Shuaib, anasimulia an abihi an jaddihi, masimulizi kutoka kwa baba yake, ambaye naye huyu baba kayapokea kutoka kwa babu yake. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mtume wa Allah, rehma na amani zimwendee, kwamba mtume anasema hivi: muru auladakum bis-salati, waamrisheni watoto wenu kuswali, wahum abna'u 7 sinin, wakiwa na miaka 7. Hayo ni malezi. Baada ya kumpa akida na tauhidi akaijua, jambo la pili, kina mama wafundisheni watoto wenu kuswali, wana miaka 7. Tunaelewana? Ndani ya miaka 7 akianza kusali, mtume anasema wadribuhum alaiha li10, wachapeni bakora kwa kosa la kuacha swala wakifikisha miaka mingapi? 10. Leo hii kina mama nikuulizeni, ni nani kamchapa mwanae kwa kosa la kutokuacha, kwa kosa la kuacha swala? Unaweza kumchapa kwa sababu kavunja sahani. Wewe unajua nimeinunua bei gani hii? Amevunja chupa ya chai, atapigwa kweli kweli, lakini hawezi kupigwa kaacha swala. Na mtume anasemaje? Tuwaamrishe kuswali wakifikisha miaka 7 waanze kuswali. Limadha? Akiswali akiwa na miaka 7 sio eti kwamba labda akiacha anapata dhambi, hapana, ni kumzoesha.
aanze kuizoea swala, aijue. Ndugu zangu, hii swala mnaona hii ni ngumu kweli kweli kwa mtu ambaye hajui anafanya nini. Unainama na kuinuka tu ni ngumu. Lakini ukiwa unajua unachokifanya, swala ni nyepesi, ina raha. Tuko pamoja? Sasa ili umkuze mwanao aipende swala, anaanza miaka 7, mwaka wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Ndani ya miaka 4 hajapata uzoefu. Kapata uzoefu. Baba, ukitoka alfajiri unamshika mkono. Usiseme sasa huyu mtoto mdogo na hii baridi, kwani asiposwali anapata dhambi? Natija utakuja kuziona huko mbele. Tuko pamoja? Kwa hiyo msingi wa pili ni nini? Swala. Msingi wa kwanza ni nini? Aqida, tauhidi. Msingi wa pili swala. Mtume akasema wachapeni kwa kuacha kuswali wakifikisha miaka 10. Hajaanza kupata dhambi, lakini Mtume anasema mchape ili azoee kuswali. Jambo la pili na nukta ya tatu, katika asbabu salahi dhurriyati wal abna, sababu ya watoto wetu kuwa ni wema, idhaharu mahabbatihim, waonyeshe watoto wako mapenzi, kwamba unawapenda. Ifike pahala mtoto ajue kabisa mimi wazazi wananipenda. Hili ni jambo muhimu sana. Usiwe ni mzazi ambaye ukifika nyumbani watoto wote wanalala hata kabla hawajala, alafu unajiita baba bora. We ni baba uliyefeli, na kama ni mama uliyefeli tu. Waonyeshe unawapenda, walihtimami bihim, waonyeshe unawapa kipaumbele. Haya ni mafundisho ya Mtume, si maneno yangu. Jaa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Abu Hurairah, Allah muye radhi, anasimlia, anasema kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siku moja ametoka Mtume sallallahu alaihi wasallama fi nahar, kati ya mchana, jua limewaka, mchana mkali hivi katikati. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallama, la yukallimuni wala ukallimuhu, niko naye hanisemeshi wala hatuongei, yani kana kwamba kuna jambo muhimu analiwahi. Hatta ata suqa Bani Qainuqa, tunatembea mpaka kafika katika soko fulani linaitwa Bani Qainuqa, Madina pale. Fajalasa bifinai baiti Fatima, alipofika katika nyumba ya mwanae Fatima, nyumba ya mkwewe Ali ibn Abi Talib, ndugu yake, maka alimuozesha mwanae. Akafika pale uwanjani akaketi. Faqala, kisha akasema, athamma lukaun, anapaza sauti, anaongea na mwanae Fatima, yuko ndani, anauliza lukaun ilikuwa ni jina la tadlii, yani jina la kama la dekeza hivi, anamdekeza mjukuu wake. Na al-luka'u katika lugha ya Kiarabu, as-saghiru alladhi la yantiqu jayidan, kile kijikuu changu kiko wapi, kisichoweza hata kuongea, kiko wapi? Ndugu zangu, mimi nataka hapa mchukue mazingatio kidogo. Katoka wakati wa mchana, jua kali, anakwenda mbio kama kuna kitu anakiwahi, kana kwamba ameingiwa na shauku ya kumuona mjukuu wake. Mbio anafika, anamuuliza, yuko wapi mjukuu wangu? Fajaa, akaja yule kijana, hatta anaqahu wa qabbalahu, Mtume akamchukua akamkumbatia, akaanza kumbusu. Waqala, kisha akasema, angalia maneno yanasema, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu. Hii ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ewe Mola wangu, inni uhibbu, mimi nakipenda kijukuu changu hiki, ya Rabbi mimi nakipenda, fa ahibbahu, na kuomba na wewe ukipende kijukuu changu hiki, wa ahbib man yuhibbu, na umpende kila atakayempenda mjukuu wangu huyu. Haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lini umemwambia mtoto wako, mwanangu ninakupenda? Lini?
Au unahisi kama vile utakuwa umejishusha? Hapana. Bali ukimwambia hivyo unakuwa umemfungua, anahisi ana baba wa thamani kabisa. Lakini ikiwa kinyume chake, hata yeye anaweza akaja akaulizwa huko, wakati mwingine mashuleni huko anaulizwa baadhi ya maswali. Wewe hapa katika dunia unampenda? Anaweza akamtaja mwalimu wake. Mtu wa kwanza anampenda ni mwalimu. Akasahau hata baba wala mama. Nini? Kwa sababu hivyo vyanzo vya mapenzi havipo nyumbani wala haoni. Kwa hiyo msingi wa tatu ni kuwapenda watoto wetu, tuwaonyeshe tunawapenda na wajue. Kuna tukio lilitokea, analisimlia mama Aisha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema qadima nasun min al-a'rab, walikuja watu kutoka mashambani. Arab ni mabedui, watu wanaoishi huko maporini. Wakaja Madina, wakaja mjini, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kuna mambo waliyaonaona kwa Mtume, wakawa kama wanamshangaa hivi. Ni kama vile wewe ukiwa tabia yako hujawahi hata kumbeba mwanao, hata kumkumbatia, hata kumbusu, alafu unaenda kwa mtu labda ni rafiki yako, unaona anacheza na katoto hivi, yani nafsi inakwambia huyu amenidharau nini? Yani hata mimi hapa anaanza kucheza na watoto hapa. Yani akili itakwambia hivyo. Au utamuona kama ni mtu hayuko serious na maisha, kaa kucheza na watoto. Sasa wale jamaa ni mabedui. Mbili, wanashangaa kuona maisha ya Mtume. Kwanza huyu ni Mtume wa Allah, alafu wanaona vile anavyoamiliana na watu na watoto, anafurahi na kila mtu. Faqalu, wakasema, wanamuuliza Mtume, atukabiluna subyanakum ya Rasulullah, hivyo nyinyi mnawabusu watoto wenu? Wanalishangaa hili. Mtume swalla salam akasema, naam, ndio sisi tunawabusu watoto wetu. Qalu, wakasema, lakinna ma nuqabbil, sisi bana hatuna tabia hiyo ya kubusubusu watoto. Mtume aliwaambia hivi, awa amliku in kana Allahu nazaa min qulubikumur rahma, sasa niwasaidieje, niwafanye nini ikiwa nyinyi Allah ameshaondoa huruma kwenye nyoyo zenu? Mfanyeje? Unajifunza nini? Kwamba swala la kuwapenda watoto ni huruma Allah ameiweka kwenye nafsi zetu. Ukijikuta wewe hauna huruma, huwezi hata kumbusu mwanao, huwezi, Allah jalla wa ala inawezekana nazaa rahmata min qalbika, amengoa na kuondoa rehema katika moyo wako. Zangu katika imani, huo ni msingi namba ngapi? Namba 3. Msingi wa 4, at-taslimu alayhim wa mudaabatuhum wa idkhalu sururi alayhim. Katika malezi ya watoto, kina mama, tengenezeni mazingira ya kucheza na watoto wenu na kuwaingizia furaha na kuwatania. Utani uwepo, utani uwepo. Malezi yanataka hivyo. Nimekwambia ni mwanzo, ukifika pahala ukawa ni mtu wewe huongei na mwanao, haumpi nafasi ya kumsikiliza, anawaza nini, anasumbuliwa na nini, la samaha Allah, unaweza ukaja ukakutana na janga ukabaki umeshika kichwa kabisa. Takupeni mfano, mnaona ya mashule ya boarding. Ukiwa na riziki kidogo unasema mtoto nitampeleka boarding. Uko boarding kuna majanga. Wallahi kuna majanga. Sasa ikiwa mwanao hauna utamaduni wa kuongea naye, anaweza kwenda kule akakutana na mambo magumu, tabia za hovyo, akaharibiwa kimaadili, lakini hawezi kukwambia. Naanzaje kumwambia baba, si ataniua? Hili jambo nikimwambia mama itakuwaje? Kwa hiyo anabaki na yale madhara, anaendelea kuugulia maumivu na matatizo, mwisho wa siku unakuja kugundua too late. Ushachelewa. Lakini ukiwa na utamaduni wa kuongea naye, atakwambia. Na wakati mwingine, ndugu zangu, watoto wetu tufuatilie, hata tuwaulize, wewe rafiki zako ni akina nani? Unacheza na nani? Michezo yenu huwa mnacheza michezo gani? Yaani upate kujua tasarufati za mwanao.
Anaweza akaja akakwambia mimi rafiki yangu ni fulani, anamtaja mtu unayemjua maadili yake ni mabovu. Unapata fursa ya kwanza kumelimisha kwamba usifanye hivyo, huyu sio mtu sahihi. Kaa naye mbali. Ni maneno gani huwa mnazungumza? Huwa ananiambia hivi na hivi na hivi. Hapana, au ni maneno mabaya, madhara yake ni 1 2 3. Hivyo tuko pamoja. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya lazima katika swala la malezi, katika mambo yatatusaidia ni pamoja na kutengeneza mahusiano ya karibu, ni pamoja na kuzungumza na watoto wetu, ni pamoja na kuwafanya kuwa ni marafiki zetu. Jambo jingine, ta'widuhum ala sidqi fil ta'amuli ma'ahum. Nukta ya ngapi? Ya 5. Nukta ya 5 katika malezi, nukta ya 5 katika malezi yatakayotusaidia kupata watoto wema ni kuwazoesha ukweli katika kuamiliana nao. Wafundishe kusema ukweli, 1, lakini 2, uwe ni mkweli wewe katika kuamiliana nao, wajifunze kwako. Ta'widuhum ala sidqi fi ta'amuli ma'ahum. Anasimlia sahaba mtukufu anaitwa Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhu, anasema, sikilizeni tukio hili. Anasema, da'atni ummi, siku moja mama yangu aliniita. Da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'idun bainana. Hili ni tukio, huyu ni kijana anaeleza, siku moja mama yangu ametuita, mtume akiwa kwetu, amekaa pamoja nasi, mama akaniita. Faqala, akasema, faqalat, akasema mama, ha ta'al u'tika. Mama anamuita mwanae mdogo, anamwambia njoo nikupe. Kina mama sikilizeni vizuri hii nukta. Tuna tabia, unamuita mtoto, unamdanganya kama unataka kumpa kitu, alafu haumpi, ili aje tu. Akamwambia njoo nikupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule mama, wama aradti an tu'tiyahu, ulitaka kumpa nini? Yule mama akasema, aradtu an u'tiyahu tamran, nilitaka kumpa tende. Nilipomuita nilikusudia nimpe tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mama, ama innaki law lam tu'tihi shay'an, anasema fahamu kwamba lau ulivyomuita usingelimpa chochote, kutibati alayki kidhba, ungeliandikiwa katika mizani yako, katika daftari lako umesema uongo. Ni mara ngapi tunawaita watoto tunawadanganya, nitakupa hii, au unamwahidi fanya hivi nitakupa hiki, fanya hivi nitakufanyia hivi, alafu ufanye. Inarekodiwa umesema uongo. 1. 2, yule mtoto umemwachia darsa la kusema uongo. Baada ya muda ukikuta mwanao anaongopa, usianze kumwambia wewe uongo umeutoa wapi? Kama siku kuogopa angekwambia baba wewe ndio umenifundisha, mama wewe ndio umenifundisha kusema uongo, mara ngapi unaniahidi hunipi. Kwa hiyo malezi ni process. Kama ni process, miongoni mwa process ni hizo, kuwalea watoto wetu katika tabia ya kusema ukweli, na ukweli huo wauone kutoka kwetu. Tusiseme uongo mbele ya watoto wetu, tusiwaahidi uongo, lakini miamala iwe ni ya ukweli. Nukta nyingine itakuwa ni ya 6, kuwazoesha watoto wetu aklul halal wal bu'du anil haram. Katika mambo yatatusaidia kupata watoto wema ni kuwazoesha watoto wetu kula vitu vya halali na kuwaweka mbali na haramu. Kwa nini nasema nukta hii? Ndugu zangu, haramu, sisi wazazi ambao tunatafuta, tujitahidi tuwapelekee familia zetu riziki za halali. Riziki za haramu
zinaharibu kabisa familia. Zina madhara makubwa sana. Unaweza ukaona nyumbani kwako tabia zinaanza kubadilika, wala hata hujui kwa nini. Kumbe ni kutokana na hilo chumo la haramu unalowapelekea. Unaanza kuona ukaidi, hausikilizwi, unaagiza hapa vitu havitekelezwi, watoto wanakuwa majeuri. Yaani unajihisi mpaka, kwa nini mimi mnanifanyia ukaidi? Utafoka sana, utasema sana. Jichunguze, kuna pahala umekosea. Wazazi tuko pamoja? Hizi ni process za kuendea kupata kizazi chema. Katika swala hili la kula halali, anasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda, anasema akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min sadaqa. Siku moja Al-Hasan ibn Ali, huyu ni mjukuu wa Mtume, walikuwa ni mapacha Hasan na Hussein, akachukua tende, tamratan, tende moja, min tamri sadaqa faja'alahu fi fihi, akachukua tende katika tende za sadaqa akaiweka mdomoni, na Mtume anamuona. Mtume akamwambia, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kikh kikh, ibara hii anamwambia tema tema, anamwamrisha iteme ile tende moja aliyoweka mdomoni. Kisha Mtume akamwambia, ama sha'arta anna la naakulu sadaqa, wewe hujui kwamba sisi haturuhusi kula sadaqa? Mtume na watu wa nyumba ya Mtume, ahlu baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, wameharamishiwa sadaqa. Maana yake hii ukila itakuwa ni haramu kwako, na wewe utakiwi kula haramu. Sisi watoto wetu wanaweza akaenda akachukua tu kitu cha watu, kamuuliza sema nimepewa, hata utaki kujua kapewa na nani. Nimeokota. Unaokotaje? Kwa nini uokote? Mbona wengine waokoti? Na hii habari ya kuwaruhusu watoto wanaleta leta, wewe unapokea tu, wizi unaanzia hapo. Unakuja kusikia mwanao yuko kituo cha polisi, nini? Kaiba. Ameanza lini wizi? Ndiyo, kwa sababu wewe ulimwacha akawa analeta vitu, nimeokota, nimepewa, nimezawadiwa, rafiki yangu. Kwa nini upewe? Malezi ni process. Wanawake wema, sikilizeni, wanawake wema waliotangulia, ilikuwa kwa vile walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa wakiwahusia waume zao wanapotoka kwenda kutafuta riziki. Wanawaambia, mmoja wao anasema, mume wangu, uko unakokwenda Allah akubariki katika kutafuta kwako. Jitahidi utafute riziki ya halali, utuletee halali, usituletee haramu. Tuna uwezo wa kuvumilia njaa, lakini hatuwezi kuvumilia moto wa Allah. Hiyo ni nasaha mke anampa mume wakati anatoka asubuhi kwenda kufanyaje? Utafuta. Wa sasa hivi anakuambia, fanya ufanyavyo, tunataka kula, uibe, unyang'anye, si tunataka kula. Hizo ndio nasaha mke anamwambia mume asubuhi. Bila mchele hapa hapakaliki, patachimbika. Ndugu zangu, mwili uliokuwa kutokana na haramu, Mtume anasema stahiki yake ni moto wa Jahannam. Msingi wa 7 katika misingi muhimu ya malezi ya watoto wetu kuendea kupata watoto wema, al-adlu baina al-auladi, ni kufanya uadilifu kwa watoto wetu. Hii nayo ni nukta muhimu sana. Uadilifu. Hapa nawiwa kuwapa kisa. Kisa hiki Allah amekisimulia ndani ya Qur'ani. Ni mashuhuri, mnakijua. Mimi nafanya kuwakumbusha tu. Habari ya Nabii Yusuf na ndugu zake. Sawa? Watoto wa mzee Yakubu hawa. Mzee Yakubu alikuwa na watoto wengi sana. Miongoni mwao alikuwa ni Yusuf na Binyamin, mtu na mdogo wake. Sasa
Huyu kwa kuwa alikuwa ni nabii, mzee Yaqub, na Allah jalla waala amemchagua Yusuf kuwa ni nabii, sawa sawa. Nabii Yusuf aliota ndoto, bado ni mtoto mdogo, kaota ndoto. Alipomsimlia baba yake, kwa kuwa ni nabii, akajua kabisa huyu mtoto sio wa kawaida. Allah anamchagua huyu kuja kuwa ni mtu mkubwa. Ewe baba yangu, mimi nimeota nyota 11 na jua na mwezi nimeviona vimekuja vimenisujudia. Baba akamwambia, basi hii ndoto usije kuambia ndugu zako. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Mwanangu, hii ndoto hii usije kuwasimulia ndugu zako, watakufanyia vitimbi. Hakika sheitani kwa mwanadamu ni adui wa waziwazi. Ndicho kilichotokea. Hasadi kaanza. Kwa nini Yusufu na ndugu yake wanapendwa sana? Na hawa Yusufu na ndugu yake walikuwa na tumbo lao. Si tunaoa mathna wa thulatha wa rubaa, Kuwa makini katika malezi. Kuwa makini katika uadilifu kwa watoto wako. Waonyeshe upendo wote. Kwa nini anapendwa sana? Baba hayuko sawa. Sasa nini kifanyike? Huyu anayejifanya kupendwa huyu tumfanyie vitimbi, tumuue. Wamekaa kikao. Tumuue, tukisha muua, alafu uone kuwa ni dhambi kubwa. Ndio, lakini tutatubia. Kikao kinaendelea. Tatubia, Mungu atatusamehe, lakini atakuwa ameshaondoka, alafu mzee itakuwa hana wa kumpenda, atalazimika kutupenda sisi. Mjumbe mwingine kwa kikao anasema, jambo la kuua hapana, ni kubwa sana. La taqtulu Yusufa watrahuhu ardan. Huyu tumchukue tukamtupilie mbali huko, hatorudi, baba hatomuona. Alafu basi hiyo ndio rai kapita. Wakamchukua ndugu yao baada ya kumshawishi mzee, huyu tutoke naye, anakaa tu nyumbani, mtoto wa baba, twende naye porini, huyu ni kijana, mtoto wa kiume, akaone tunavyochunga wanyama, tunavyokimbizana na wanyama huko, ili aweze kuwa ni shababi. Wamekuja na rai nzuri sana. Baba anasema, mimi nachelea, lakini ni kama mzazi, lakini ni kama nabii, anapata ilham. Hawa wasije kuwa wamedhamiria jambo baya. Mimi napata wasiwasi, nachelea, msije mkaghafilika na ndugu yenu huko porini mnachunga, alafu akaliwa na mbwa mwitu. Ikawa kama kawatengenezea majibu. Walipomshawishi kiasi cha kumshawishi, wakamchukua ndugu yao, wakaenda kumtupa kisimani, wakamvua nguo. Wakarudi jioni, wakachinja kondoo, ile nguo wakaipaka damu. Wakarudi, mzee wanamwambia, wanalia uongo, ndugu yetu Yusufu tulimuacha pale, tukaenda kushindana, akaliwa na mbwa mwitu. Si tunajua uwezi kutuamini japo tunasema kweli. Ogopa mtu anaanzia maneno kama hayo. Wama anta bimu'minin lana, ogopa mtu wa hivyo. Mimi najua tu hauwezi kuniamini japo kwa mimi nasema kweli. Nani kakwambia sikuamini? Na kwa nini unajiwahi sikuamini? Mtu wa hivyo mara nyingi ni muongo. Sasa mzee akatazama mazingira, akajua tu hawa kuna kitu wamekifanya. Huyu mbwa mwitu kweli kamvua mwanangu kanzu, hata kanzu haikuchanika, ndio akamla. Huyu mbwa mwitu mtaalamu kweli kweli. Manake mtu akivamiwa na mnyama mbwa mwitu anawinda kwa makucha, si ndio? Walau ingekuja kanzu imeraruka basi. Kwa nini nimesema maneno haya? Wakati mwingine hasadi zinatembea baina ya ndugu. Ndio tunazungumzia uadilifu. Waweza kuona unampenda mwanao, kumbe unamtengenezea uadui kwa ndugu zake. Wapende sawa, fanya uadilifu. Zinaweza zikawepo tofauti lakini ndogo. Na kama utataka kuonyesha huyu ni bora kuliko huyu, waonyeshe uhalisia. Nyinyi wote ni wanangu, lakini huyu nimempa hii kwa sababu 1, 2, 3, ili kila mmoja anaridhika kweli. Lakini vigezo unavyo wewe hauvisemi, unamtengenezea uadui. Kwa hiyo katika misingi ya malezi, msingi namba ngapi sijui, namba 7,
Al-adlu baina al-aulad, kufanya uadilifu kwa watoto wetu ni sababu ya kutengeneza nyoyo zao ziwe ni nyoyo nzuri, ni sababu ya gharsul mahabbati fima bainahum, unatengeneza mapenzi baina yao, wanakuwa ni watoto wenye kupendana. Anasimulia sahaba anaitwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, anasema intalaqa bi abi yahmiluni ila rasulillah. Sikiliza tukio hili. Mzee Bashir kambeba mwanae anaitwa Nu'man akampeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika anamwambia, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, ashhid anni qad nahaltu Nu'man kadha wa kadha, nimekuja na mtoto wangu huyu Nu'man, nimemleta kwako nikushuhudishe kwamba nimempa zawadi fulani na fulani. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, akulla banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'man, watoto wako wengine waliobakia umewapa zawadi kama ulivyompa Nu'mani? Qala la, akasema hapana ya Rasulullah. Mtume akamwambia, fa ashhid ala hadha ghairi, kama wengine hujawapa, umempa tu huyu, basi usinishuhudishe mimi, tafuta shahidi mwingine, mimi siwezi kushuhudia. Kisha Mtume akamwambia mzee Bashiri, akamwambia, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, unatamani na unataka wote wakufanyie wema, wawe katika hali ya usawa katika kukutendea wema? Akasema ndiyo ya Rasulullah. Mtume akamwambia, fala idhan, kama ni hivyo hapana, usimpe peke yake. Kama unataka wote waje kuwa ni wema, wote waje kukufanyia wema, wote waje kukuhendo kama mzazi wao, basi usimpendelee huyu na wengine ukawaacha. Kwa hiyo msingi wa 7, ndugu zangu, kwa mujibu wa mazungumzo yetu, ili kupata watoto waliokuwa wema ni lazima tuwe ni waadilifu kwa watoto wetu. Huku kwetu kuna tabia ya wazazi kugawa bibanja. Huyu unampa, huyu haumpi, unamwekea si na nini, huyu umemjengea, huyu hata kiwanja hujampa, na wote ni watoto, pengine wote wamefikia umri ni wahitaji. Huyu kwa sababu unasema anaoa, lakini huyu unaona amekaribia kuoa. Mwisho wa siku hauwezi kuwatimizia wote, unawatengenezea maswali yasiyokuwa na majibu. Kwa nini kaka yetu alipewa shamba, akajengewa na nyumba, sisi hata kiwanja hatuna? Watampenda? Hawezi kumpenda. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Mtume anasema muogopeni Allah na mfanye uadilifu kwa watoto wenu. Kama huna cha kuwapa kuwatosheleza, wacha wasubiri waje kurithi wote kwa sawa, kwa mujibu wa Qur'ani ilivyowagawia. Basi jengine, nukta ya 8 katika malezi ambayo itatusaidia kupata watoto waliokuwa wema, tashihul akhta'i birrifqi wallin biduni laumin wala tajrihin. Watoto wetu pale wanapokosea, tuyarekebishe makosa yao kwa upole na lugha laini, sio kwa kujeruhi na matusi. Ni jambo baya sana katika malezi, kwa sababu mtoto unapomtukana na ukamlaani, na kwenye eneo la kulaani, akina mama mnaongoza. Nyinyi watoto wenu wana majina ya mbwa, wana majina ya nguruwe, ili limbwa ili linguruwe. Sasa wewe inakupendeza ukiitwa mama mbwa, mama nguruwe, si utapigana? Lakini mwanao unamuita nguruwe, na nguruwe huzaliwa na nani? Huzaliwa na nguruwe mwenzie. Tafuta maneno ya kumwambia mtoto wako kumuonyesha kakosea. Usimuite mbwa, kwa sababu huyu ni mtu, ana hisia zinajeruhiwa, anaumia. Mimi nataka niwape mfumo mzuri kina mama. Nasema kina mama kwa sababu nyinyi mnakaa na watoto wetu kwa muda mrefu, na nyinyi ndio walezi. Mama ndio madrasa ya kwanza, ndio chuo cha kwanza mtoto anaanzia. Huwa napenda kusema hivi,
Ngoja niwape mfano huu. Tuna wazazi wawili hapa. Huu ni mfano Kuna mzazi A na mzazi B. Mzazi A kamtuma mtoto kaenda kakosea, na mzazi B kamtuma mtoto akaenda akakosea. Mzazi A, mtoto aliporudi alitumwa sukari, kanunua mafuta. Sawa? Alipoleta mafuta akaja anaulizwa, kwa nini umeleta mafuta? Mama, si ulinituma mafuta? Hapana, mimi nilikutuma sukari. Mwanangu, Allah kuongoze, uwe unasikiliza vizuri. Nilikutuma sukari, sio mafuta. Tumemaliza? Huyu ni mzazi A. Mzazi B alimtuma mwanae unga, akaleta mchele. Aliporudi, mbona umeleta mchele? Mimi nilikutuma unga. Mama, mimi nilisikia mchele. Pumbavu kabisa wewe, mbwa. Uwe unasikiliza vizuri. Umeelewa? Hawa ni wazazi wawili, hawa ni watoto wawili wamekosea. Swali na kuulizeni, nani ambaye kamsaidia mwanae? Ni mzazi A. Asante. Kamuombea dua. Inawezekana wakati anaomba dua ndiyo saa ya kujibiwa, Allah kaipokea dua yake. Mwanangu, Allah kuongoze, uwe unasikiliza vizuri. Dua ikipita, amepata uongofu wa kupata. Lakini huyu mshenzi, mbwa wewe, huna akili, utakuwa lijinga. Alafu dua ikapita, akawa mjinga. Mimi nashangaa mtoto wangu nilijinga tu, alielewi. Si ulimwombea dua wewe? Sijui mnaelewa? Kwa hiyo badala ya kutukana, mahala pake weka dua njema. Mwanangu, Allah kuongoze. Mwanangu, Allah kujalie uwe msikivu. Ukitumwa unasikiliza kwanza, kama ukuelewa unauliza. Sisi tunaelewana? Malezi yako hivyo. Kwa hiyo msingi wa 7 sijui wa 8 ni kwamba tuyarekebishe makosa kwa namna nzuri, sio kwa matusi, sio kwa kujeruhi. Hivi niwaambieni, yani kuulizeni, unajua wakati mwingine tunajisahaulisha. Unaonaje kwa mfano we mtu mzima umeajiriwa? Si tunategemeana kimaisha. Uko pahala una bosi wako kakutuma, ukakosea kama mwanadamu, ukakutana na maneno kama hayo. Unajisikiaje? Unaudhika. Yani mimi mtu mzima hakuthamini hata utu wangu kwa sababu tu ana hela. Haikupendezi. Kama haikupendezi na kwa mwingine haipendezi. Kwa hiyo kuna swala la kurekebisha kosa, kuna swala la kusahihisha kosa, lakini sio matusi, sio maneno machafu, sio dua mbaya. Na kupeni mifano katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna sahaba anaitwa Amru ibn Abi Salama. Amru ibn Abi Salama. Huyu kijana alilelewa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasimlia maisha ya Mtume, malezi ya Mtume. Anasema, kuntu ghulaman fi hijri rasulillah. Mimi nilikuwa ni kijana mtoto ninalelewa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatwishu fi sahfa. Wakati wa chakula mkono wangu ulikuwa hautulii. Tabia za watoto, anakula huku anakula huku. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akanambia, ya ghulam, ewe kijana, samillah, ukitaka kula sema bismillah, wa kul biyaminik, na unapokula ule kwa mkono wa kulia, wa kul mimma yalika, na unapokula ule chakula kilichokuelekea. Mambo mangapi? Hivi unaonaje huu ujumbe? Unaingia au uingii? Kaliona kosa, huyu mtoto anakula huku anakula huku. Sisi kwetu kuna maadili ya kwamba mnapokula pamoja pale, labda na wazazi, hata mboga pale mzazi ndo awagawie, si ndio? Ndio maadili mengi, wengi wako hivyo. Sasa kafanya ndivyo sivyo, ukamtukana, kuna siku atafanya mbele ya wageni. Na matusi sio maelekezo. Wewe umeonyesha tu hasira zako ukatukana, umemaliza, sio maelekezo. Lakini
ya ghulam, ewe kijana wangu samillah, ukitaka kula sema bismillah, kapata faida ya kwanza hiyo. Wakul biyaminika, unapokula tumia mkono wako wa kulia, kapata faida ya pili. Wakul mimma yalik, kula chakula kilicho mbele yako. Amru ibn Abi Salama anasema fama zalat tilka tu'mati ba'du, baada ya hapo huo ndio ulikuwa mfumo wangu wa kula. Anasimulia tukio linalomuhusu yeye katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa arda, naye anasimulia, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah, min ahsani nnasi khuluqa, ni mwenye tabia njema mno. Fa arsalani yawman lihaja, siku moja akanituma kwenye jambo lake. Anas huyu alilelewa katika nyumba ya Mtume. Anas huyu kamtumikia Mtume miaka 10. Kwa hiyo anamjua vizuri Mtume. Anasema siku moja Mtume alinituma. Fakultu, ni bado mtoto mdogo. Unajua Mtume alipohamia Madina, mama yake na Anas alimleta huyu mtoto, akamwambia Rasulullah, chukua huyu kijana awe ni mtumishi wako, akutumikia utakavyotaka. Sasa kijana huyu bado mdogo, anasema siku moja Mtume kanituma, nikasema kama mtoto, wallahi la adhhabu, nenda sehemu fulani, anasema siendi. Wa fi nafsi, lakini katika nafsi yangu, an adhhaba lima umirtu bihi, niende katika kile ambacho Mtume kaniamrisha. Anasimulia mwenyewe tukio lake. Fakharajtu, nikaondoka nikaenda, hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abun, nikaenda kama ilivyo watoto, unaweza kumtuma mtoto akafika pale akakuta kunachezwa mpira, akaweka chini ulichomtuma akaanza kucheza mpira. Anasema nikakuta watoto wanacheza fi suqi, sokoni. Fa idha Rasulullah, mara nikiwa ninacheza na tahamaki Mtume wa Allah, qabadha biqafaya min warai, Mtume kanishika kichwani kwa nyuma, nageuka hivi namkuta ni Mtume za salama. Anasema fanadhartu ilayhi wa huwa yadhaku, nageuka namtazama Mtume, ananitazama anacheka. Ingelikuwa ni ungempa banzi hilo anaanguka chini, nafikiri mpaka anabebwa. Anasema nikigeuka hivi namuona Mtume anacheka. Faqala, akanambia adhahabta haithu amartuka, Anas, umekwenda niliko kutuma. Alafu anatabasamu Mtume anacheka. Qala faqultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah, nakwenda sasa hivi ya Rasulullah. Anas huyu anasimulia, anasema nimemtumikia Mtume miaka 10, hakuna hata siku moja ambayo amewahi kunambia kwa jambo ambalo nimelifanya kimakosa, kwa nini umefanya hivi? Hakuna, miaka 10. Na hajawahi kunilaumu kwa kitu ambacho nilitakiwa kufanya sikufanya, akaniuliza kwa nini hujafanya. Hakuna. Huyo ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mlezi, Mtume kama baba. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hiki ndio kiigizo chetu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watoto kwa tabia njema, hata ndani ya swala. Pana tukio moja ambalo analisimulia sahaba anaitwa Shaddad ibn Aus an abihi, anasimulia mapokezi amepokea kutoka kwa baba yake, Allah wawie radhi. Baba yake anasema hivi, kharaja sallallahu alayhi wasallam ila as-sala, siku moja Mtume katoka akaja kuswali, wa huwa yahmilu al-Hasan wal-Husain, kawabeba wajukuu zake vipenzi Hasan na Husain, watoto wa binti yake Fatima. Falamma salla, alipoingia katika swala akaanza kuswali, atwala fi ihda sajadatihi, katika moja ya sijida zake akarefusha. Njoo uswalie huku, pita nyuma ya kamera uje uswalie huku. Akarefusha katika moja ya sijida zake mpaka wale wanaoswalishwa wakabaki wanashangaa. Falamma qadha salatahu, alipomaliza kuswali, qala an-nasu ya Rasulullah, watu wakamuuliza Mtume, swali hapo utaswali kwa utulivu zaidi.
Wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhaharanai salatika hadhihi sajdatan fa ataltaha, katika swala yako hii sijida moja umeirefusha mno, mpaka tukadhani yuha ilaika, labda kuna wahi unateremka, au tukadhani kuna jambo limetokea. Mtume akasema, kullu dhalika lam yakun, hakuna chochote kilichotokea, walakin nabni, lakini mwanangu au jukuu zake akiwaita wanaye, huyu mtoto wangu, irtahalani, amenipanda mgongoni, fakarihtu an ujilahu hatta yaqdiya hajatahu, nikaona nikakereka nisimsumbue. Kwa hiyo amepanda mgongoni, anaruka. Mtume amesujudu tu pale mpaka aliposhuka mwenyewe, ndio Mtume akapiga takbira akakaa. Katika swala anatufundisha nini Rasulullah? Anatufundisha namna ya kuamiliana na watoto wetu. Hizi nukta ngapi nimezitaja? 8. Hizi nukta 8 zinaingia katika kipengele cha kwanza, kuwalea watoto wetu, msingi wa kwanza katika akida na kuwafundisha swala. Chini ya hicho kipengele ndio pana nukta hizi 8 nimekutajieni. Nitaenda kipengele cha pili. Kipengele cha pili, min asbabi salahil abna, miongoni mwa sababu zinazosaidia kupata watoto wema, salahul walidain, wazazi wenyewe tuwe wema ili tupate watoto wema. Wema wa wazazi ni sababu ya wema wa watoto. Allah jalla wala anasema, ya alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun, nyie mliomuamini Allah, mbona mnasema msioyatenda? Unamtaka mwanao awe mkweli, anakusikia kila siku unasema uongo. Unavuta sigara, alafu unamwambia mwanangu usije ukavuta sigara, anakuona unavuta sigara. Inawezekanaje sasa? Haiwezekani. Malezi yawe kwa vitendo zaidi kuliko maneno, na vitendo vinaathiri zaidi kuliko maneno. Kwa hiyo tuwe na malezi ya kimatendo. Kwa hiyo sababu ya pili ya msingi ya kupata kizazi chema, baada ya kuwafundisha tauhidi na akida yao, tukawafundisha swala, tukaishi nao katika taratibu 8 hizi nilizozieleza, nukta ya pili muhimu ni kwamba tuwe wema, sisi tuwe mfano kwao. Wema wa mzazi una manufaa kwa mtoto. Wema wa mzazi unampa baraka mtoto, naye anakuwa mwema. Nataka nikusomeeni baadhi ya nusus katika kitabu na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ala ujala, kwa haraka kwa sababu ya muda. Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotufundisha katika majumba yetu tuswali ndani ya majumba yetu swala za sunna, katika maneno Mtume anasema, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha qubura, jalieni swala zingine zipatikane katika majumba yenu, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Kwa nini amefananisha nyumba zisizoswaliwa na makaburi? Makaburi ndio hairuhusiwi kuswali. Sasa nyumba isiyoswaliwa ni kaburi hilo, humo ni makaburini. Kwa hiyo watoto wazione swala za sunna ndani ya majumba yetu, wazione zinaswaliwa. Tuko pamoja? Sasa itakapokuwa mtoto anamuona baba anaswali swala za sunna, swala ya witri, swala za dhuha, sunnatil wudhu, mama unapokwenda kushika udhu unamchukua mtoto wako wa kike, mnatawadha pamoja, unamsimamisha kando yako, mnaswali pamoja, anaanza kujifunza kuanzia nyumbani.
anaziona kheri zinafanyika nyumbani, anajifunza kwa matendo. Hii ni sababu ya watoto wetu kukaa sawa sawa. Dalili, Allah Jalla wa Ala ametusimulia katika suratul Kahfi. Tunaijua suratul Kahfi Katika suratul Kahfi Allah Jalla wa Ala ametueleza habari ya Nabii Musa na Al-Khidri. Walisafiri pamoja. Nabii Musa alimuomba asuhubiane naye ili ajifunze kwake. Alafu Al-Khidri akampa masharti Musa, ukitaka kufuatana na mimi usiniulize chochote mpaka tukifika mwisho wa safari nitakusimulia matukio uliyoyaona. Akasema inshallah nitazingatia masharti. Safari ikaanza. Safari imeanza, tukio la kwanza tu uvumilivu kamshinda Musa alayhi salatu wassalam. Tukio la kwanza wamepanda chombo baharini, jahazi. Katikati kule yule bwana akaanza kulitoboa. Hivi unaonaje kwa mfano kama mimi hivi mtu sijui hata kuogelea, alafu katikati tumepanda boti, jamaa anaanza kulitoboa, naweza kukaa kimya kweli? Bwana, una mpango wa kutuua? Al-Khidri akamkumbusha Musa, umesahau ahadi yetu, nilisema usiniulize jambo mpaka tufike mwisho. Haya bwana, akanyamaza. Tukio la pili, wamekutana na kijana. Al-Khidri akamuua yule kijana. Swala la mauaji kwenye sheria ya Musa, kuua ni dhambi. Akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Wewe unamuua mtu hana kosa, ili munkar. Bana, umesahau tusiulizane mpaka tumalize safari. Mwanzo kule alisema usinichukulie tu nimesahau, mimi ni mwanadamu, basi akamsamehe. Ili tukio la pili akasema kama nitauliza jingine basi safari yetu ishie pale. Tukio la tatu ambalo ndio ninalolikusudia, wamefika katika mji kama hivi, si tumekuja ni wageni wenu. Katika Uislamu mgeni anakirimiwa, ndio mafundisho. Ana haki zile za ugeni. Mtume tena akazitaja haki hizo ni siku ngapi? 3. Mgeni lazima akirimiwe. Sasa wale mabwana wakawanyima haki za ugeni. Lakini huyu bwana Al-Khidri akakuta kuna jumba fulani linaenda kubomoka, ukuta unaanguka, akafanya kazi ya kulijenga upya. Nabii Musa akamwambia, bana, hawa watu wametunyima hata haki ya ugeni, na wewe unaanza kujenga. Bora hata ulivyojenga wangekulipa ili tupate angalau senti ya kujikimu. Wewe unajenga tu bila malipo. Akamwambia, sasa bana, safari yangu mimi na wewe imeishia hapa. Masharti yamekushinda. Kwa nini nimeleta kisa hiki? Nataka nizungumze kwenye nukta hii. Wakati anaanza kumpa tafsiri, na sitokuambieni tafsiri ya tukio la kwanza wala la pili, la tatu inaambia wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Allahu akbar. Wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ambia haya matukio uliyoona, mfano hili, huu ukuta nilioujenga, ukuta huu ni nyumba, ni gofu limebaki la watoto wawili mayatima, mzazi wao alifariki, lakini mzazi wao ameweka hazina za watoto wake hawa chini ya ukuta huu. Sasa umeanguka, ningeliwacha ukabomoka, watu wangeliziona hizi mali wakazichukua, hawa watoto bado ni yatima, nini kitawasaidia? Nikaamua ni ujenge ili ubakie salama na mali zao ziendelee kubakia mpaka wawe watu wazima, waje wakute amana zao ziko salama. Kwa nini nimefanya hivi? Wakana abuhuma swaliha, kwa sababu mzazi wao alikuwa mwema. Allahu akbar. Wema wa mzazi umekuja kuwafaa watoto baada ya kuwa mzazi ashafanyaje? Ashakufa. Tenda wema uje kukufaa, kuwafaa watoto wako, waijukuu, vitukuu.
Katika hali ya kawaida kwenye maisha yetu, kuna watu wanaishi wanaangaliwa vizuri na jamii kwa sababu tu mzazi wao alikuwa mwema, au hayapo haya? Unaona, hao ni watoto wa mzee fulani, huyu mzee kwa kweli Allah mrehemu, alikuwa ni mtu mwema bwana. Hata kama ukawakuta wana matatizo, unaweza ukasimama kidedea kuhakikisha unawatetea kwa sababu tu ya utajo wa mzee wao alikuwa ni mtu mwema. Tuko pamoja? Kwa hiyo msingi wa kupata watoto wema, na sisi tuwe ni wema. Sababu ya tatu, na nitasimama kwenye sababu hii ya tatu, au msingi uite namba 3, min asbabi almuinati ala salahi alabna walbanat, miongoni mwa sababu zinazotusaidia kupata watoto waliokuwa wema, au ukipenda sema miongoni mwa ulinzi utakaolinda watoto wetu tukawapata wakawa ni wema, al-iktharu min ad-du'a lahum, tukithirishe kuwaombea dua watoto wetu, bil hidayati was salah, Allah waongoze awafanye kuwa ni wema. Mzazi usichoke kuwaombea wanao, daima muombe Allah, ya Rabbi waongoze watoto wangu, ya Rabbi nitengenezee kizazi changu, ya Rabbi nijalie watoto wangu wawe ni watoto wema. Daima muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio mwenendo wa waja wema. Dua ya mzazi ina athari kubwa. Hii dua ya mzazi tuitazame upande mzuri, tusiitazame upande mbaya, kwa sababu wazazi tuna tabia ambia wa kuwatisha watoto. Unajua kuna laana ya mzazi, nitakulaani. Badala ya kumlaani muombe dua nzuri. Kwa nini umlaani? Huyu ana laana ya wazazi wake, huyu mtoto maluun. Subhanallah, ni maneno mabaya sana ya kusema. Umeshamaliza. Imekuja katika Sunan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala 3 da'awatin yustajabu lahunna la shakka fihinna. Anasimlia Abu Hurairah kwamba mtume anasema 3 da'awatin, dua za namna 3, mustajabul lahunna, ni zenye kujibiwa, hazina kizuizi, hakuna mashaka. Dua ya kwanza akasema, dua ya kwanza ambayo ni yenye kujibiwa, da'watul madhlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa, haina pazia. Ogopa dhulma. Huyu ambaye umemdhulumu, ukajiona mwamba, ukajiona bingwa, wewe umelala umesinzia, yeye anaamka usiku analia na Mola wake anakutaja, huwezi kuwa salama. Lakini dua ya pili, wa da'watul musafir, dua ya msafiri. Tujitahidi tunapokuwa safarini tuombe dua sana. Mtume anasema dua ya msafiri ni yenye kujibiwa. Na dua ya tatu, wa da'watul walidi liwaladihi, dua ya mzazi kumuombea mtoto wake. Tuwaombee sana watoto wetu. Nikupeni mifano kwa waja wema, nihitimishe na mifano hiyo. Allah ametusimulia habari za Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabii Ibrahim Khalilur Rahman alimuomba Allah jalla wa ala, na maombi yake Allah ameyanukuu katika Qur'an. Pale alipoomba mtoto, alimwambia Mola wake, Rabbi habli minas salihin. Na hapa nitanabaishe jambo. Tunapoomba watoto, ndugu zangu, acha kuomba jinsia. Acha omba mtoto mwema. Usimwambie Rabbi nataka mtoto wa kiume, ya Rabbi nipe mtoto wa kike. Huwezi kujua kama ndo anafaa. Mwambie Mola wako akupe mtoto mwema, alafu yeye ndo akuchagulie. Ni wangapi wamepata watoto wa kiume yakawa ni majambazi, kawa ni malevi tu, lakini watoto wake wa kike wakawa ndio wenye kumsaidia na kumhendo. Kwa hiyo usichague jinsia. Muache Allah ambaye ndio anakuruzuku mtoto, alafu ndio akuchagulie.
we mwambie tu ya Rabbi nijalie mtoto mwema. Nabii Ibrahimu aliomba hivyo, Rabbi habli minas salihin. Allah akamjibu, ndio anatuambia fabasharnahu bighulamin halim, tukampa bishara ya kumpata mtoto mwema, mpole, msikivu. Na katika usikivu wake hata ilipokuja kadhia ngumu ya kuuawa, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Kwa kuwa alikuwa ni mwema, alisemaje? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Kwa kuwa alikuwa ni mwema, hata lilipokuja jambo gumu kutoka kwa mzazi wake, mwanangu, mimi nimeota ndotoni nikuchinje, unaonaje? Waleo angesema, mzee nahisi unachanganyikiwa, unaanza kuchanganyikiwa sasa nitaanza na wewe. Ismaili alisemaje? Ewe baba yangu, tekeleza unachokiona wewe na mimi nitakusaidia, nitakuwa ni mwenye subira juu ya hilo, utekeleze amri ya Mola wako. Alikuwa mwema. Kwa hiyo huo ni mfano mmoja. Mfano wa pili, Nabiullahi Zakaria alayhi salatu wassalam alipoomba Allah jalla wa ala amruzuku mtoto mwema au amruzuku mtoto, pia aliomba mtoto mwema. Akamwambia Mola wake, Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Kwa hiyo ninachokusudia kusema, msingi mkubwa katika misingi itakayotusaidia kupata vizazi vyema, tukithirishe kuwaombea dua watoto wetu. Ndugu zangu Waislamu, na hii dua ya kuwaombea watoto inaanza kule kabla mtoto mwenyewe hajapatikana. Watu wengi kwa kweli wanaghafilika na hizi dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, lau anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlahu qal Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Hii dua kama uijui, ujue wewe hauhusiki. Usije ukauliza nasoma wapi, wakati wa kula au wakati wa kwenda chooni. Hii dua ni muhimu sana. Maombi yanaanza huko. Ewe Allah, tuepushe na sheitani katika ibada hii, na umuepushe na sheitani yule atakayetokana na ibada hii. Mtume anasema kama atakadiriwa mtoto kwenye ibada hiyo, hawezi kudhuriwa na sheitani. Kwa hiyo tahsini inaanza tangu huko. Akizaliwa vile anaingia tu duniani unamuadhinia, tahsin. Unamfanyia hakika, tahsin. Anakuta nyumbani malezi, mazingira ni Uislamu tu, mambo mazuri nyumbani, unamrithisha dini, anakwenda madrasa, anasoma dini yake, nasaha zipo nzuri, wazazi ni watu wanaojua Uislamu, huyu mtoto anakuwa ni Muislamu huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi nukta kama nilivyoeleza mwanzo wakati naanza muhadhara wangu, napenda niongee kwa nukta hivi iwe ni rahisi kunielewa. Isiwe ni muhadhara tu tunashika huku tunashika kule, lakini nukta hizi kama utazizingatia, unaweza ukajua pa kuanzia kwamba kumbe kitu cha kwanza nianze na hiki, nikimaliza hiki kinafuata hiki, nikimaliza hiki kinafuata hiki, na vitu vyote hivi vimefungamanishwa na dalili katika Qur'ani na katika Sunna. Ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wanasikia na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Namuomba Allah jalla wa ala atutengenezee vizazi vyetu, ajalie watoto wetu wawe ni watoto wema, wawe ni watoto ambao watatunavya uso, ni watoto ambao watakuwa ni tulizo la macho yetu na nyoyo zetu, wawe ni watoto ambao tutakapoondoka katika dunia hii ni watoto watakao tukumbuka kwa kutuombea msamaha,
Allah ajalie watoto wetu wawe ni watoto ambao watatupandisha daraja katika janna mbele ya Allah jalla waala siku ya kiyama. Baada ya kuyasema haya, sasa niseme tu uwe ni mwisho wa muhadhara wangu, nitoe fursa kama yatakuwepo maswali kuhusiana na yale ambayo tumeyazungumza katika kukazia maarifa, basi fursa ipo na tuweze kunufaika na kuzingatia. Itapendeza kama itakuwa ndani ya haya tuliyozungumza, ili tusihame nje ya mada. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa upande wa wanawake naomba waandike waweke kwenye karatasi wayatume huku maswali yao. Upande wa wanaume muulize live. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitokea nimepata watoto jinsia moja. Sasa ikawa nimeamua kuomba dua ya kubadilishiwa kama walivyosema tusiombe jinsia. Sasa nikaamua mimi bana, naona nimekuwa na jinsia moja, nikaamua kumuomba Allah kubadilishia jinsia. Kadhani au ni vibaya? Asante. Katika hili Allah jalla wa ala, nisikilize vizuri, katika jumla ya sifa za Allah anaitwa Al-Hakim. Al-Hakimu maana yake mwenye hikma. Mwenye hikma maana yake nini? Anafanya mambo yaliyokuwa sahihi, kila kitu anakiweka mahala pake. Sasa katika ugawaji wa riziki Allah anagawa kwa hikma maalum. Naomba nikusomee maneno katika Qur'an. Allah jalla wala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, lillahi mulku